Simulizi yetu fupi ya siku ya leo inaitwa Dokta wa Giza. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Na simulizi hii inakujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DJ Toto Michele. Unaweza kumfollow katika mitandao yake ya YouTube kwa jina hilo la DJ Toto Michele. Simulizi yetu inaanzia katika kijiji cha Kigalama. Kilikuwa kimya kabisa siku ya leo, kimetulia kama maji yaliyolala. Ndani ya kijiji hicho palikuwepo na mtu mmoja tu ambaye huyo alikuwa na uwezo wa kipekee. Mzee aliyekuwa anafahamika kama Dokta Mzimu. Hakuwa ni daktari wa hospitali, bali alikuwa ni mganga mwenye uwezo mkubwa sana wa kutibu maradhi ya ajabu ajabu. Kwa kutumia nguvu za giza ambazo alikuwa amerithi kutoka kwa mababu zake, alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutibu maradhi ya ajabu. Tofauti na waganga wengine waliokuwa na tisha kwa vitisho na kutoa sadaka za damu, lakini Dokta Mzimu hakuwa na ukatili wa namna kama hiyo. Yeye alikuwa anatibu kwa amani, alikuwa anatibu kwa heshima, na alikuwa anatibu kwa maneno ya upole pia. Watu walikuwa nakuja kutokea mbali na kutokea karibu pia. Waliokuwa na ukoma walikuwa nakuja, waliokuwa wamelaaniwa pia walikuwa nakuja, waliokuwa wamepoza vile vile walikuwa nakuja, hata waliokuwa wamepungukiwa na akili wote walikuwa nakuja kutibiwa na kurejea nyumbani wakiwa salama kabisa. Lakini siri yake Dokta Mzimu ilikuwa ni kubwa mno. Alikuwa anaishi pembezoni mwa kijiji, karibia kabisa na msitu wa Igembe. Msitu ambao hakuna mtu ambaye alishawahi kudhubutu kuingia usiku. Nyumba yake ilikuwa ni ya mviringo iliyozungukwa na nguzo za miba, na ndani ya nyumba hiyo kulikuwepo na chumba cha giza ambacho kilikuwa na mlango wa chuma na minyororo pia, ambacho hakikufunguliwa isipokuwa nyakati za tiba tu basi. Ndani ya chumba hicho roho za mababu, mizimu pamoja na mapepo ya kale walihifadhiwa. Walikuwa wanamsaidia, lakini kwa gharama ya kiapo cha damu na kutokuasi amri zao. Watu walikuwa wanampenda sana Dokta Mzimu, lakini sasa kila mtu ambaye alishawahi kuuliza kuhusu chanzo cha nguvu zake alikuwa anapotea tu kimazingara moja kwa moja. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaweza kuelewa kilichomtokea na kitu gani. Mwaka wa 2023 kijiji hiki kilianza kupata wageni wa ajabu. Mmoja wao alikuwa ni kijana ambaye jina lake alikuwa anaitwa Hamisi. Alikuwa amekuja kama mchunguzi wa magonjwa ya jadi. Aliwadanganya watu kwamba alikuwa anatoka Wizara ya Afya na alikuwa anafanya utafiti wa matibabu mbadala. Kwa mdomo wake mwepesi aliweza kuingia katika nyumba ya Dokta Mzimu mara kadhaa, na alikuwa anajifanya alikuwa ni mgeni mwema aliyekuwa na maswali mengi ya kisayansi. Lakini sasa Dokta Mzimu hakudanganyika. Alianza kuhisi harufu ya usaliti tangu siku ya kwanza kabisa. Unaniuliza maswali mengi sana kijana. Kwa nini unataka kujua namna gani ambavyo mimi natibu watu? Alikuwa anauliza vile swali siku moja Dokta Mzimu wakati akiwa anakoroga dawa ya kutumia mizizi ya mapapai. Hamisi alijibu na huku alikuwa anatabasamu. Ni kwa ajili ya utafiti tu mzee wangu. Matibabu yako kusema kweli kabisa yanashangaza mno. Nataka dunia nzima ipate kukujua wewe ni bingwa wa matibabu. Alikuwa anazungumza vile Hamisi. Mzee alitabasamu na kisha kuzungumza. Kama dunia itanijua, basi itaniua. Alikuwa anazungumza vile mzee huyo kwa sauti ya chini. Usiku wa siku hiyo Dokta Mzimu aliingia ndani ya chumba cha giza. Alizungumza na pepo wake, walimwambia ukweli wote. Hamisi hakuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa amekuja kwa ajili ya kujifunza wala kufanya utafiti, bali alikuwa ni mpelelezi wa kimataifa ambaye alikuwa ameajiriwa kuchunguza kama huyu mganga alikuwa anatumia nguvu ambazo hazikuwa ni halali, zenye madhara kwa binadamu. Kwa utulivu wake wa kawaida Dokta Mzimu hakuonyesha hasira yoyote. Aliendelea tu kumkaribisha Hamisi nyumbani kwake kila siku. Hata alikuwa anampatia chai na kumwambia kwamba arejee tena kesho kwa ajili ya kuendelea kuuliza maswali yake. Lakini sasa siku ya 4 Hamisi alipofika,
Hakupokelewa na mzee kama ambavyo ilikuwa ni kawaida. Mlangoni alikuta mlango ulikuwa umefungwa nusu, ukiwa wazi nusu kama mtego. Aliingia kwa tahadhari, akamuita Dr. Mzimu, lakini hakujibiwa. Akiwa ndani, Hamisi alivutiwa na mlango wa chumba ambacho kilikuwa wazi pia. Kwa miezi yote aliyokuwa nakuja pale, mlango huo ulikuwa unaonekana kufungwa kila wakati. Lakini sasa leo alikuwa anaona uko wazi na moshi mweusi ulikuwa unatoka mle ndani. Hamisi aliingia, na hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo alikuwa amelifanya, kwa sababu ndani ya chumba hicho kulikuwa na hewa nzito, kulikuwa na baridi pamoja na harufu ya damu. Alipogeuka, mlango wa chuma ulijifunga kwa kishindo. Akaanza kupiga kelele, lakini sauti yake ilizima kwenye ukuta mweusi wa giza lisilo na mwisho. Ndani ya chumba hicho pepo alimzunguka. Mizimu ya kale ilianza kumwangalia kama nyama mpya. Dr. Mzimu akajitokeza, na huku alikuwa amevaa kaniki. Macho yake alikuwa na waka rangi ya samawati na damu. Akazungumza. Umevunja kiapo kijana. Umeingia ndani mwangu bila idhini yangu. Sasa utaelewa ni kwa nini tiba zangu hazitakiwi kabisa kuchunguzwa. Alikuwa anazungumza pale Dr. Mzimu. Kwa kutumia ungo wa kichawi, roho ya Hamisi ilitolewa mwilini mwake na kuhifadhiwa katika chupa ya maziwa ya ngamia. Mwili wake uliwekwa kwenye pipa la mauti lenye mchanganyiko wa majivu, damu pamoja na vipande vya ndoto ambazo alishawahi kuwa nazo. Siku iliyofuata kijiji kilistuka kuona Dr. Mzimu alikuwa anapita na pipa kwenye gari la mkokoteni, na alikuwa anasema kwamba alikuwa anakwenda katika maziko ya binafsi ya kijana aliyepatwa na maradhi ya ghafla. Hakuna mtu yeyote aliyemuuliza, hakuna mtu yeyote aliyemuona tena Hamisi. Lakini mambo hayakuishia hapo. Mwaka uliofuata, watu waliokuwa karibu na Hamisi walianza kutoweka mmoja baada ya mwingine. Watafiti, wachunguzi, waandishi, wote walikuwa wanatoweka. Kwa kila ambaye alikuwa anapotea, jina lake lilikuwa linaandikwa katika mlango wa chumba cha giza. Miaka 5 baadaye, serikali ilileta msako mkali. Ilikuwa nataka kuvunja nyumba ya Dr. Mzimu. Lakini sasa walipofika, walikuta eneo lote lilikuwa limekauka kabisa. Nyumba haikuwepo tena. Sehemu hiyo ilikuwa jangwa la mawe meusi, na juu ya jiwe kubwa palikuwa na maandishi. Nilishavuka mpaka wa kufichua. Siri zangu sasa ni sumu. Hivyo ndivyo maandishi yalikuwa yanasomeka juu ya jiwe. Na tangu siku hiyo, kila mtu aliyewahi kufika Kigarama kumtafuta Dr. Mzimu hakuwahi kabisa kurejea. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anataka tena kuchunguza matibabu ya giza ya Dr. Mzimu. Hata wale ambao walikuwa wanapata tiba na kupona walikuwa na shukuru kimya kimya, na wale waliokuwa wanataka ukweli walikuwa naishia kuwa sehemu ya giza hilo. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu inaitwa Dr. wa Giza. Simulizi hii imekujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DJ Toto Michele. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi.